Mashindano haya zamani wakati yanaanzishwa hayakuwa na mwamko kwa sababu yalikuwa yanashirikisha timu kutoka majeshi yetu, lakini kutokana na fursa mbalimbali ambazo zimekuwa zikionekana katika michezo ya aina hii, mashindano haya sasa yamekuwa yakishirikisha timu zote za majeshi na timu nyingine kutoka kwenye jamii. Umeweza kuleta mafanikio makubwa katika nchi yetu na kuleta mwamko mkubwa, ikiwa ni pamoja na vijana wengi wanaoshiriki wamekuwa wakichukuliwa na majeshi yetu na kwenda kutumikia huko. Vile vile hii imekuwa fursa kubwa, kwani imeweza kuibua vipaji kwa vijana wetu. Mimi kama mdau ninatoa wito kwa chama kinachosimamia aina hii ya michezo TAHA kuendelea kutangaza mashindano haya kwa upana zaidi. Ni kwa muda mrefu sasa mchezo huu wa mpira wa mikono umeleta mafanikio makubwa na heshima kwa taifa letu, ikiwa ni pamoja na nchi zetu. Timu ya wasichana under 17 imeweza kushiriki katika mashindano makubwa barani Afrika kwa takribani miaka 3 mfululizo. Na kwa mwaka huu timu yetu ya wasichana under 17 inakwenda kushiriki mashindano ya kidunia yanayojulikana kama Beach Handball World Championship yatakayofanyika Julai nchini Tunisia. Sasa mafanikio haya kwangu mimi kama mdau yananishawishi kabisa kuchangia kwa namna nitakavyoweza, lakini pia ninatoa wito kwa wadau wengine mbalimbali kuja kushirikiana na wadau watakaopatikana pamoja na chama cha mpira wa mikono TAHA kuibua vipaji, ikiwa ni pamoja na kufadhili mashindano haya. Mafanikio haya makubwa katika nyanja ya michezo hii yamechagizwa pia na ushiriki ambao mafanikio hayo tunayozungumzia yamekuwa yakionekana kabisa kwa vitendo. Hata hivyo, tunaendelea kuziomba mamlaka zinazosimamia michezo ya aina hii kuweka jitihada, ikiwa ni pamoja na kuleta wadau mbalimbali kwa ajili ya mashindano haya, ikiwa ni pamoja na kuanzisha ligi rasmi itakayofadhiliwa ili kuibua vipaji zaidi. Sambamba na hilo, kamati za chama hiki kinachosimamia aina hii ya michezo iendelee kuyatangaza mafanikio hayo makubwa kwa jamii na umma wa Tanzania ili kuongeza mwamko na kupanua wigo wa ushiriki, kwani michezo ni afya, michezo ni ajira, lakini michezo hii ni kiunganishi cha jamii katika kulinda na kuitunza amani yetu bila kusahau utamaduni wetu. Na hata mimi kama mdau kwa mwaka huu nimeamua kuchangia kiasi cha shilingi milioni 6.5 kama sehemu ya ufadhili wa mashindano haya, na matokeo yake tutayaona, ili kwa kipindi kijacho inshallah tutaendelea kushirikiana nao wadau mbalimbali ili kusapoti aina hii ya mchezo, kutengeneza fursa zaidi na ajira kwa vijana. Nitumie nafasi hii kualika wadau mbalimbali waweze kutusaidia hata namna ujenzi wa viwanja mbalimbali ambavyo ni standard, ili kuhakikisha mashindano yetu tunaweza tukafanya katika hali ambayo ni nzuri. Na tukiwa na viwanja ambavyo ni vizuri, sisi kama Tanzania tunaweza tukahost mashindano makubwa. Pamoja kama tumeshahost mashindano makubwa, lakini tutaendelea kuongeza ushawishi wa mashirikisho ya kimataifa, lakini pia hata Afrika nzima, ili sisi tuweze kuwa wenyeji wa mashindano mbalimbali, kwa sababu tunakuwa na miundombinu mizuri ya viwanja. Kwa hiyo changamoto ni hizo. Mwaka huu tuna matukio ambayo ni muhimu sana kwetu kama TAHA. Kiangalia mwezi wa 5 na timu yetu ambayo ni timu ya taifa under 17 itaenda kushiriki mashindano ya Zone 5. Mashindano haya yatafanyika nchini Uganda mwezi wa 5. Na sisi kama TAHA kama Tanzania tumejiandaa ya kutosha kwa kushirikiana na serikali kwa hakika tutaenda kushirikiana mashindano. Na tayari kikosi tumeshakitangaza kwa ajili ya kwenda kufikia hayo mashindano. Sasa hizi tunajiandaa na mashindano ya Zanzibar. Kutoka hapa tuna kama wiki moja kuelekea Zanzibar na mashindano makubwa. Baada ya hapo tunaelekea Nairobi kwa mashindano ya East Africa ambayo yatafanyika Nairobi, Kenya, ambapo tunategemea ngome
kwenda huko baada ya kuwa mabingwa sasa. Na hii hapa tuna uhakika wa kuchukua ubingwa, na ndio tunapo malengo yetu kuelekea huko kuongezeka. Na pia tunashukuru uongozi wa Bunda, chama cha mpira wa mikono, wanajitahidi sana kutupa ushirikiano katika michezo yetu hii. Ndio maana unaona hata hii mara ya 3 inafanyika hapa Bunda, kwa sababu wapo katika mwendelezo wa vile vitu ambavyo tunavihitaji, na sisi tunafurahia kuwepo mahali hapa. Mashindano haya unafanya wale wachezaji wenye kiwango kupotea, wakikata tamaa kwamba hakuna mashindano yoyote yale yatakayofanya kuonekana mbele zaidi. Pia katika mchezo huu tuna uhaba wa viwanja. Kwa mfano hapa tunatumia kiwanja cha mpira wa miguu. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kutengeneza viwanja ambavyo vitakuwa ni special kwa ajili ya elimu, ili yanapotokea mashindano mbalimbali tunajua kabisa tunaelekea sehemu fulani kwenda kushindana. Kwa hiyo naiomba serikali na wadau mbalimbali waende watuunge mkono katika kufanikisha jambo hili.